Mungu anaamuru toba. Mungu ni mtakatifu na ndani yake hakuna dhambi. Kuna siku ambayo inakuja na tayari kwa wengine ishawafikia, ambapo mwanadamu atarudi kwa Muumba wake. Ukisoma kitabu cha Ibrania 9 mstari wake ni 27, inasema kama vile mwanadamu ni mimi na wewe alivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa akabili, utakabili, nitakabili hukumu. Uko tayari kwa hukumu? Uko tayari kwa hukumu? Kusimama mbele za Muumba wako na kutoa hesabu. Nafaa ujiulize hivyo. Kama uko tayari kwa siku hiyo, unangoja nini? Mpendwa, nini unangoja? Ishara ya kwamba mimi na wewe tutasimama mbele za Mungu. Ishara hiyo na ushahidi ni kwamba watu wanakufa, na Mungu anasema ni baada ya kufa mwanadamu atahukumiwa. Baada ya kufa mwanadamu atahukumiwa. Ushahidi ya kwamba tutahukumiwa ni watu wanakufa. Kiangalia maandiko, Wakorintho wa pili Wakorintho wa pili 5 Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 10. Kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja wetu apate kulipwa kwa ajili ya yale ambayo ameyatenda katika mwili wake, yakiwa mema au mabaya. Mungu anasema kuna siku mimi na wewe tutasimama, utasimamishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, na utahukumiwa. Kabla hiyo siku ifike, Mungu anataka utubu dhambi zako, umwamini Yesu Kristo, ugeuke kwa njia mbaya. Ezekieli 18 mstari wake ni wa 30, nitawahukumu nyumba ya Israeli kila moja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Mungu anakuambia utubu na uamini damu ya Yesu Kristo, uiamini.